Qur'ani inasema waashiruhunna bil ma'ruf, tangamaneni na wao kwa wema, ni amri hiyo. Kisha katazo likaja, wala tumsikuhunna dhiraran, musiwashike wanawake kwa lengo la kuwadhuru. Sasa kwenye tangamano la mume na mke pana matokeo hayana budi, lazima yatokee. Matokeo yaweza yakawa kwa kiasi ya chini, kukawa hakuzushi matatizo makubwa, lakini yaweza matatizo yakawa na kiwango cha juu, kikawa kitaleta tabu kubwa katika maisha ya ndoa. Sasa hapa wanavyoni wanatuambia tangamano hakika hili la mke na mume huenda likachefuka kati ya wawili hao, mume na mke likachefuka, akatoka kwenye twaa mmoja wao kwa mwingine, imma mwanamume akakhalifu, akakeuka mpaka, akaacha zile hukuki ambazo zimefaradhishwa kwake, kisha akatoka kwenye twaa kabisa, ikawa ni upande wa mume. Ama mwanamke vile vile aweza kutoka kwenye twaa, na hani mambo yaliyobainishwa waziwazi kama jinsi ambao tutawafafanulieni. Ikawa kwenye mmoja kukeuka mpaka kumkeukia mwingine, kusipatikane tena suala la kusafiana. Hakuna usafi tena, wala mapenzi, wala kufahamiana, wala liqaa, wala kupambana. Hao yote hakapatikana, ambapo haya yametokea kinyume na ilivyokuwa mwanzo. Sasa ikawa kwa matokeo haya kukatefutwa kila mbinu la kuleta utulivu, na kila namna zikatumiwa, kwa kutumia wale watu ambao wanaitwa ahlus salah, watu wa kupenda kusilihisha, kukafeli. Ikiwa nkukaliwa pana ilivyotajwa katika Qur'ani, muamuzi wa upande wa mume na muamuzi wa upande wa mke, kikawa pia kusipatikane suluhisho lolote, hapana budi kutokee barabara ya kutatua mushkili kama huu. Wala wasilatan illa fi talaq, na hakuna barabara ya suluhu isipokuwa la kuachana.